ambapo wakazi wa maeneo wa mpaka huu wa Transmara Magharibi na Bomachoge Borabu wanaendelea kufurahia amani iliyorejeshwa katika eneo hilo baada ya kukaa wiki mbili bila usingizi kutokana na mzozo wa wizi wa ng'ombe katika mpaka huo, mzozo uliosababisha vifo vya watu watatu huku wengine 20 wakipata majeraha makali. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alizuru eneo hilo kuhakikisha kwamba amani imerejea baada ya msururu wa vikao vya amani. Na mwanahabari wetu Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Kisii alihudhuria vikao hivyo eneo la Kiango na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ninyi wananchi, ninawaomba msikubali kwa any persuasion, kama ni ya siasa, kama ni ya nini, atumuweke kwa vikundi ya kufanya ukora. Ni semi za amani zilizotolewa wakati wa mkutano baina ya jamii ya Masai na Omugusi katika uwanja wa Mara wakati wa hafla ya kudumisha amani, hafla iliongozwa na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akiungana na waziri wa elimu Julius Migos Ogamba, kiranja wa wingi bungeni Silvanus Osoro, wabunge wa Bomachoge Borabu Obadia Barongo na mwenzake wa Kilgoris Julius Sonkuli, ambapo waliafikiana kufuatiwa kwa sheria iwapo kutakuwa na ng'ombe wa mtu ameibiwa. Mtu yoyote mwenye anaiba haitoshi kurudisha ng'ombe. Turudishe ng'ombe, lakini tutoe mwizi ni nani, ashikwe na apelekwe kotini. Kama tutaendelea na hii kazi yenye kila wakati ati mtu anaambiwa ati mwizi ng'ombe amerudishwa, basi kaeni kwa amani, huyo mwizi atakuwa anatupatia gharama kila wakati. Viongozi wengine nao waliwahimiza wakazi kuwa watulivu na wavumilivu iwapo mifugo wao watachukuliwa na kufuatwa kwa taratibu zilizowekwa kama mojawapo ya mbinu ya kudumisha amani na kutochukua sheria mikononi. Hatuwezi kukubali watu kuja kututenganisha. Kama kuna wezi wawili ama watatu, we don't operate in the law of the jungle. Kuna sheria ambayo iliwekwa hata na wazee wa amani hapa. Kwenda hivi juu utapata kwamba hiyo barabara imeharibika. Ikiwekwa lami, response ya maafisa wa security itakuwa haraka ya kuhakikisha kwamba hatupotezi muda wowote. Baadhi ya wakazi kutoka eneo hilo bado wangali na hofu licha ya mazungumzo na vikao vya amani katika sehemu mbalimbali za maeneo ya mipakani, huku wakitaka kuongezwa kwa vituo vya polisi na kupunguzwa kwa kata ili kutoa nafasi kwa huduma za karibu. Wamasai saa zile tulitoka kuweka amani, waliingia Kisii wakaanza kununua chenye walikuwa wananunua, wakakunywa pombe, wakashiriki nasi, tukafurahiana, wao wakakuwa na amani na sisi tukakuwa na amani. Mboga zilikuwa zimeharibika huko kwa shamba, lakini tulienda tu tukaanza hiyo kulima. Tumeona amani, Wamasai wameanza kuja Kisii na sisi tunaenda huko. Tuko na uoga, lakini amani imeingia. Lakini sio sana. Tunaogopa ikifika saa 12 naona Wamasai wanaenda kwao. Wanaogopa. Kweli tumepata utulivu. Mandugu zetu wa Kisii wametembea upande wa Masaini na pia sisi wa Masai tumetembea upande wa Kisii. Kila mtu sasa ako katika harakati ya shughuli ya maisha yake. Sisi hatuna shida, hatuna wasiwasi. Pia upande Nyapitinwa, ujumla mpaka huu tayari amani imerudi. Kwa hivyo tunashukuru Mungu na tunashukuru serikali yetu. Vilevile walipendekeza kuwekwa kwa michezo itakayoleta pamoja jamii hasa katika mipaka ili kutoa fursa ya kutangamana. Ndio wimbo ambao unaendelea kuimbwa baina ya viongozi na wananchi wa eneo hili la Kiango, eneo ambalo lipo mpakani mwa Transmara Magharibi na Bomachoge Borabu, ili kuhakikisha kwamba watoto, akina mama na wazee wanaishi kwa umoja na upendo. Kombo Alfayo nikiripotia TV47 Kiango, Kisii.